atakiwa mtu, watu wema waliopita, mwanamume alikuwa akija kutaka kuposa binti yako, mara nyingi walikuwa wanauliza kama akamila Qur'an, unayo ngapi katika Qur'ani ulihifadhi? Hawakuzingatia pesa, walikuwa wanataka binti yao aendelee katika khairi. Maana jukumu la mwanaume baada ya kuoa tu, baba anakaa mbali, hana jukumu la mtoto wake. Ili jukumu lote larudi kwa nani? Kwa mume. Sasa yule mume ambaye atakaa na mwanao, watakiwa uzingatie ni mume aina gani. Ndio maana wema waliopita walikuwa mara nyingi wazingatia kwamba mtu akinyosha mkono kwa binti yako, swali la kwanza, unayo ngapi kwa Qur'ani? Umehifadhi sunna ngapi katika hadithi? Walikuwa angalia kwamba mtu yafanya Ulaya, mtu sije ni rubani mara nini. Masala yanakwisha. Anaposema Allah, ma'inda Allahi, ma'inda an-nas yanfadh wa ma'inda Allahi baq. Yaliko kwa mikono ya wanadamu huisha, lakini yaliko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ubaki milele. Kwa binti huyu atakiwa azingatie kwanza mwenye dini pia, kama yeye pia alizingatiwa mwenye dini. Na hususan binti ni muhimu sana akiwa na dini kuliko hata mwanaume. Maana yeye ndio wabaki na watoto pale. Asili ya mwanamke ni kukaa nyumbani. Akifanya kazi ni khair, lakini si lazima. Lakini kubaki nyumbani kulea wale watoto ndio ile dini inazingatiwa. Mtoto labda ametoka, labda amekula kwa mkono wa kushoto, atamwambia baba kula kwa kulia, kwa sababu yajua athari inapatikana kulaji wa mkono wa kushoto. Sasa huyu mwanamke sasa atakiwa zingatie mtu mwema pia, kama yeye pia alikuwa mwema. Pili pia angalie mwanaume pia ambaye ana mbegu. Ini sheria inataka mwanamke akizingatia kwamba ule mwanaume anakusudia kunioa, ameoa wangilopita, lakini matibabu imethibitisha kwamba hazai wala hatoi mbegu, mwanamke anaweza kususia. Sheria inasema hivyo. Kwa kama vile mwanamke mwenye kuzaa ni bora zaidi, mwanaume pia kama hatoi mbegu pia ni bora zaidi. Na hii inatakiwa izingatiwe, ni ndoa iwe ndoa ya khairi. Maana wanawake waliadhu billah wapenda sana kutia dosari wanawake ambao kidogo ni tasa. Nasikia mmoja atoa maneno, wewe una adabu wewe, ndio maana haukuzaa.